Machi 15 mwaka 2026 saa 4:45 za asubuhi huko katika eneo la Uyole sokoni jijini Mbeya, kundi la wananchi waliojichukulia sheria mkononi walizingira watu wanaodaiwa kuwa ni wahalifu wanaojihusisha na matukio ya uporaji na upigaji nondo majira ya usiku, ambao walikuwa wamejificha ndani ya nyumba mojawapo iliyoko katika eneo hilo la Uyole. Kufuatia tukio hilo, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kikosi maalum cha kuzuia na kupambana na matukio ya uhalifu walifika eneo hilo na kukuta kundi la wananchi wakiwashambulia watuhumiwa hao kwa kutumia mawe pamoja na silaha za jadi. Kwa hiyo katika juhudi za kuwaokoa watuhumiwa hao, wananchi walianza kuwarushia askari mawe ili wasiwafikie au wahalifu kwa ajili ya kuwaokoa, lakini kutokana na umahiri uliopo katika kushughulikia makosa haya, askari wetu waliweza kufanikiwa kuwaokoa jumla ya watuhumiwa 6 kutoka mikononi mwa hao wananchi waliokuwa na hasira, na katika kuwaokoa waliweza kuwakimbiza katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kupata matibabu, kwa sababu kwa kipindi hicho walikuwa wamejeruhiwa sehemu mbalimbali za miili yao. Kwa hiyo wakati wanafikishwa hospitalini, kati ya wale watuhumiwa 6 waliokamatwa au waliookolewa kutoka kwenye kundi la wananchi, 4 walifariki dunia wakiwa wanapatiwa matibabu katika hospitali hiyo ya rufaa, na waliofariki wakiwa wanapatiwa matibabu ni Eric Nasoro maarufu Eric Mandampo, huyu ana umri wa miaka 20, ni mkazi wa Uyole. Wa pili ni Meshaki Joseph, jina maarufu ni Scofield, huyu naye ana umri wa miaka 20, naye ni mkazi wa Uyole. Wa tatu ni Abdalla Goliamu, naye jina lake maarufu anaitwa Dula na umri wa miaka 20 na ni mkazi wa Sakarani. Na wanne ni Asajile Isaac mwenye umri wa miaka 25, ni mkazi wa sokoni Kingani. Aidha, watuhumiwa wengine wawili waliokuwa wamepata majeraha kipindi hicho waliookolewa kutokana na majeraha madogo waliokuwa nayo walitibiwa na kuruhusiwa kutoka hospitalini, ambao ni Raksi Hamisi mwenye umri wa miaka 23 na Pasco Aroni mwenye umri wa miaka 32. Wote hawa ni wakazi wa Uyole ambao kwa sasa wanaendelea kushikiliwa na kuhojiwa na kikosi maalum cha askari kwa ajili ya kupata ushahidi muhimu ambao utawaunganisha na baadaye waweze kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma hizi ambazo tumezitaja za kuvamia watu na kuwapiga nondo, wakata mapanga na kufanya uvunjaji na kuiba mali zao. Na watuhumiwa hawa ambao wamenusurika, ambao tunasema tunao katika vituo vyetu vya polisi, walionusurika kuuawa na wananchi, wanakiri kuhusika katika matukio kadhaa ya uhalifu yaliyotokea katika mkoa wetu wa Mbeya na jiji la Mbeya kwa ujumla, na wametaja matukio hayo na wameonyesha maeneo ambako walikwenda kufanya uhalifu huo wakiwa na wenzao ambao tayari wamekwisha fariki sasa, na wametaja kwamba walihusika katika matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, matukio ya mauaji na uvunjaji, pamoja na kujeruhi baadhi ya wananchi ambao wako hospitalini, wengine wanaendelea kupata matibabu, lakini wengine wamekwisha ruhusiwa na wanaendelea na matibabu ili kupata nafuu ya majeraha ambayo waliyapata. Kwa hiyo watuhumiwa ambao tunao wanakiri kufanya matukio ya uhalifu maeneo ya Isyesye, Iganzo, Hangaya, Mangaveta, Yomba na Uyole. Ndio maana mtaona watuhumiwa hawa ambao walishambuliwa na wananchi walikuwa maeneo ya Uyole, na matokeo yake ni kwamba wananchi wameshatoa taarifa na tumekwisha baadhi walishakamatwa wakafikishwa kwenye vyombo vya sheria, lakini kutokana na taratibu za kimahakama wanaruhusiwa kupata dhamana. Wamepata dhamana, wameenda tena kufanya uhalifu. Kwa hiyo wananchi wakaona kama vile jeshi la polisi kwa njia moja au nyingine kweli tunawasaidia, lakini na wao wamefika sehemu wakaona sasa wachukue sheria mkononi, japo ambalo pia na sisi tunaikataza, lakini tunaendelea kuhimiza watu wasijichukulie sheria mkononi, waache sheria ichukue mkondo wake. Lakini kwa sababu hawa watuhumiwa wanajirudia, ndio maana unaona hii hali ya wananchi wa maeneo ya Uyole na maeneo mengine
wakaamua sasa waweze kukimbizana nao, kwa sababu ni matukio ambayo sasa wanafanya kwa kujirudia, na baadhi ya wazazi wanaendelea kuwatetea na kuwafichia siri na kuwaficha hata majumbani kwao kuwakatalia. Lakini kwa sababu taarifa tunazipata kutoka kwa wananchi, tunashukuru sana wananchi kwa ushirikiano huu ambao wanaendelea kutupatia na tunaendelea kukamata. Tumekamata vitu vingi sana kwa ushirikiano wa wananchi, na baadhi ya watuhumiwa ambao tunao wameweza kutuonyesha, na kuna baadhi ya watu wanajipatia mali hizi, wanakuwa ni wanunuzi, tunaita receivers, wanapokea na kwenda kuuza sehemu nyingine, na wenyewe tumekamata. Kwa hiyo taratibu zinakamilishwa ili waweze kufikishwa mahakamani, ili mkondo wa sheria uweze kuchukua nafasi dhidi yao. Ambao vimepatikana, wamekutwa na mali mbalimbali walizoiba, ikiwemo magodoro, redio, televisheni, NTV, mazuria, mapazia, majiko ya gesi, mitungi ya gesi na mali mbalimbali ambazo ni za wananchi. Nyingine ni za watu ambao kwa kweli ukiwaangalia ni wazee, lakini wanaoingilia na kwenda kuwaibia. Kwa hiyo wamesababisha hasara kubwa sana kwa wananchi, lakini pia wameleta vifo kwenye jamii, kwa kitu ambacho wangeweza tu kufanya kazi wakajipatia hivi vitu. Hivyo basi, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wananchi, kwanza wafike katika kituo cha polisi cha kati ambako vifaa vyote vimetunzwa au vitu vyote vimetunzwa, yani Central Police Station hapa Mbeya, kwa ajili ya utambuzi wa mali zao, na watatusaidia watakapokuwa wanatambua. Itakuwa ni sehemu mojawapo ya kutengeneza ushahidi dhidi ya hao watuhumiwa ambao tunaendelea kuwakamata. Hivyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wenye tabia ya uhalifu kuacha mara moja, kwani uhalifu haulipi katika mji huu wa Mbeya na hauna nafasi kabisa katika mkoa huu wa Mbeya. Lakini pia Jeshi la Polisi linatoa wito kwa jamii kulinda rasilimali za taifa na kuacha kujihusisha na uwindaji haramu kwa kuingia ndani ya hifadhi bila kibali, kwani kufanya hivyo ni uhalifu kama uhalifu mwingine, na badala yake wafuate taratibu ikiwemo ya umiliki halali wa silaha na kuomba kibali cha kuwinda ili kuepuka madhara yanayoweza kuwapata kwa kutofuata taratibu kama hizi ambazo tumechukua taratibu sasa za kuwakamata watu ambao wanaingia hifadhini na kuwinda bila kibali. Lakini pia wanaangamiza wanyama ambao ni rasilimali kubwa ambayo inaingizia serikali kipato kikubwa. Baada ya kusema hayo, ni washukuru sana. Sasa niko tayari kuonyesha vitu. Mimi naitwa Dickson Kibiki, mkazi wa Sai. Ni mwathiriwa wa matukio haya. Nilivamiwa nikiwa nimelala nyumbani, jamaa akaiba baadhi ya vitu na kunijeruhi. Nashukuru Mungu naendelea vizuri. Jeshi la Polisi na yenyewe limefanya kazi yake vizuri. Leo nimeitwa kuja kuangalia baadhi ya mali zilizopatikana. Naitwa John Joseph, ni askari, nakaa mtaa Mangaveta. Ilikuwa ni maeneo ya saa tatu. Nilikuwa nimekaa nyumbani najiandaa kwenda kazini. Baada ya kuangalia mechi ya Simba na Yanga, nikaona sasa hii kipindi cha pili kinakaribia kinaanza. Nikaona ni bora nianze kuondoka kujiandaa kwenda kazini, kwa sababu kutoka Mangaveta mpaka magereza kidogo pana distance yani. Kwa nimetoka tu mlangoni, kwa sababu nyumbani kwangu ni nyumba tu, alafu kuna barabara hapo na yani nimetoka kama nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ghafla tu nikakuta kuna vijana watatu mbele yangu, kati mimi na tu ananiona nazungumza habari ya mpira kwanza. Walivyoona tu mawele kwanza, mechi ya leo. Sasa nikajua kwa sababu kuna mpira, ngoja basi na wenyewe, kwa sababu napita, nikabasi akili yote ikawa imekushama kwamba kuna vibaka. Nikaona na hao wametoka kuangalia mpira, acha tumepishana. Yani hata sekunde sikuchukua ndani ya dakika, yani tumepishana mmoja tu katika wale watatu, tumepishana mmoja tu. Nikashangaa niko chini.
maana naona navuja damu, kurukushana nao dakika 2-3 hawakuzungumza lolote. Baada ya kuona uniform wakachukua tu simu, nilikuwa na simu 2, nilikuwa na kiasi kidogo cha pesa cha nauli. Basi wakaniacha kwa sababu ni nyumbani hapo jirani, kama dakika 1 tu nikana jitahidi damu navuja tu damu. Kufika tu nyumbani dakika 1 tu nikawagonga tu mlango, nikaambia wewe vipi tena hali yako? Nikaambia bwana kuna hiki na kimenitokea. Mara fahamu zikaniishia. Wakachukua tu bima ya afya, tulikuwa tunaondoka moja kwa moja. Tulikuwa tunaelekea Maranatha hospitali. Naitwa Upendo Samueli Mwaisemba, mwenyekiti mtaa wa RRM. Kwanza kabisa mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anaturinda, anawapa nguvu askari wetu mpaka hapa walipofika. Ni si kwa mapenzi yao bali ni kwa ajili ya uweza wa Mungu. Lakini nianze kwa kusema napenda kumshukuru polisi kata wetu. Kwa kweli umetupa mtu sahihi, tunalinga naye. Yupo kwa wakati, lolote linalotokea tukimjulisha, tuna ushirikiano naye mkubwa. Tunakushukuru sana. Lakini cha pili napenda kushukuru jeshi la polisi lote. Mnafanya kazi nzuri kwa kweli. Tumeona kazi yenu. Usiku mchana hamlali. Tumeona kazi zenu kubwa. Mnatupigia usiku kucha. Mwenyekiti, nipo kwenye mtaa wako. Nipo kwenye mtaa wako. Napenda kumshukuru sana OCD. Baada ya kuona nimezidiwa, kila siku nasikia matukio huku na huku, nilianza kumsumbua OCD. OCD, naomba msaada wako. Nimeonewa huku, sijui sababu mwanamke, kumbe lilikuwa ni tatizo tu limejitokeza. Lakini hakusita, kaniambia mwenyekiti, nitakupa kipaumbele. Kweli toka siku ile doria ilianza kwenye mtaa wangu. Lakini nashukuru kwa hawa waliokamatwa kwa sababu wamesema kile walichokitenda. Ninaomba kabisa sheria ichukuliwe mkondo wake, ile sheria kali kabisa, kwa sababu wametoa roho za watu. Kama huyo mzee mnayemsema, nimezika mimi huyo mtoto wake. Baba alishindwa kulia, ni mtu mzima hajiwezi, amepoteza nguvu kazi. Lakini cha mwisho naomba niombe mahakama. Mahakama yetu inafanya kazi vizuri. Najua wanatenda kazi nzuri kabisa. Naitwa Henle Jube Kimkoma, nianze tena. Kwa majina naitwa Henle Jube Kimkoma, mwenyekiti wa mtaa wa Mapelele, kata Ilemi. Kwa kweli nipende kushukuru kwanza jeshi la polisi. Nashukuru sana kwa matukio yote yanayotokea, kwa ushirikiano mzuri wanaoendelea kuonyesha na kukabiliana na hayo matukio yanayokuwa yametokea. Kwa kipindi hiki tulikuwa na tukio baya sana ambalo lilikuwa limetokea ndani ya mji wetu wa Mbeya, la vijana ambao walikuwa wameanza kupiga nyundo, badala ya nondo walianza kutumia nyundo. Kwa hiyo wanakushusha na nyundo wakipiga nayo kichwani, manake unakuwa umeathirika ndani ya fuvu la kichwa. Mimi niseme nashukuru sana jeshi la polisi. Pia nawashukuru sana wananchi wanaoendelea kutoa ushirikiano ndani ya jiji letu la Mbeya na kata yetu ya Ilemi kwa ujumla. Nawashukuruni sana sababu hili tukio limetokea ni vijana wetu wenyewe ambao tumewazaa wenyewe, wengine ni wajukuu, wengine ni watoto wetu wenyewe. Lakini nasi sana kwa wazazi mnaoendelea kukumbatia watoto na kuwasaidia pale matukio yanapotokea mabaya. Mtoto wako nakuta kamuibia fulani, kamuibia jirani, wewe unamsaidia. Sasa haya matukio, vijana wawili ambao wanatokea ndani ya kata yetu ya Ilemi mtaa wa Mapelele, ambao walikuwa kati ya hawa vijana waliodhuru watu. Kwa hiyo niwaombe wazazi, narudia tena, niwaombe wazazi tuwalee katika maadili watoto wetu. Pia nirudi katika misingi ya kijamii, tuwapeleke watoto makanisani. Kanisa linafundisha, kanisa libomoi linafundisha watoto wanyoke kwenye mstari. Lakini wazazi wengi sasa hivi wamejisahau kutokana na mambo ya biashara zao, sijui niseme, au mambo ya maisha. Wanajali sana kwenda kutafuta pesa badala kwamba wasimamie misingi ya watoto. Nikikumbuka kwa mfano moja wapo katika hawa waliokuwepo kwenye haya matukio, ambao ni mkazi ndani ya mtaa wa Mapelele, ambaye ndani ya miezi 2 au 3 nilikaa naye na kumwelimisha baada ya kutoka ndani, sababu alikuwa amefungwa kifungo kwa sababu ya kuua. Alifungwa kifungo cha miaka 30, lakini baadaye akaachiwa.
Baada ya hapo alipoachiwa, nilikuja nikakaa naye mimi nikamuelimisha Pascal. Nikamuomba na nikamsihi sana kwamba wewe anakwenda makanisani, lakini alikuwa haendi kanisani. Alienda mara moja tu akaacha. Lakini baadaye napigiwa simu kwamba wananchi wamemkamata ndani ya mtaa wetu wa Mapelele. Nikafika pale pia wananchi walikuwa wanataka kumuua. Tukawaondoa hao vijana wawili ndani ya kata yetu ya Ilemi, mtaa wa Mapelele. Wakawa wamekimbilia huko Uyole ambako ndiko alikokuwa anaendelea kufanya hayo matukio mabaya ya kuua watu. Naitwa Kennedy Lameck Mwakambonja, ni mwenyekiti mtaa Mwantengule, kata ya Isyesye. Kwanza kabisa naomba nimshukuru polisi kata, lakini pia naomba nimshukuru OCD na RCO. Nawashukuru sana kwa kazi ambayo mnafanya. Kazi ambayo mnafanya ni ngumu. Kwenye mtaa wangu kuna matukio mawili yametokea. Kwa kwanza ni mtoto wa diwani mstaafu amepigwa nondo, amelazwa hospitali. Lakini wa pili kwa bahati mbaya amepoteza maisha. Kwa hiyo nafikiri mimi nawashukuru jeshi la polisi kwa kazi ambayo wanafanya. Kazi ambayo mnafanya ni kazi kubwa. Mungu awabariki sana. Lakini pia nisiseme mengi sana. Hawa watu kikawaida mimi ninachokijua, dawa ya moto ni moto. Nilikuwa naomba sasa kama ni sheria ipo irekebishwe kwamba mtu aliyeua naye uawe kiujumla. Kwa sababu yani kitu ambacho wanakifanya sio kizuri kwenye jamii. Kwa hiyo nafikiri sasa nilikuwa naomba ipite kliniki ya mahakama ili itoe elimu kwa wananchi. Ndio jambo la kwanza. Lakini pili, tushirikiane. Namshukuru afande Vincent. Ananipigia simu mara kwa mara usiku. Mwenyekiti, kuna 1, 2, 3. Toa ushirikiano na toa ushirikiano. Ni kwamba ni mzee ambaye nilikuwa nafanya kazi zamani TTCL. Nimestaafu na watoto wachache sana. Lakini sasa hivi hali halisi ya maisha imenipunguzia nguvu, hata wale wachache wanakwenda. Kwa sababu mmoja huyu sasa wa kiume wa mwisho ameuliwa juzi. Kwa ninachoomba tu, bado tuna watoto wa jirani ambao watoto wazuri wetu. Serikali, polisi na mahakama waendelee kuongeza nguvu tu. Walao hawa waliopo bado ni watoto wetu sisi wote, hata kama ni wapoteza wa kwangu. Lakini watoto wa jirani hao waendelee kuishi, tutapata faida sisi katika kuishi, watasoma, watakuwa nani. Kwa sasa hivi mimi nimepoteza, lakini dunia sio mwisho. Hawa watoto waliobakia duniani watunzwe na serikali. Wafanyiwe, watatunzwaje kama vyombo ambavyo vinahusika kufanya kazi hii havifanyi barabara. Naomba isimamie kiuzuri. Sina mengi kwa sababu nimetendewa makubwa sana. Mimi na watoto wachache sana, lakini karibu wote wamekwisha sasa. Nimebakia mwenyewe. Nasema taendelea kuwepo, sijinyongi, lakini naomba tu hawa wote waliopo duniani wabakie salama, wote ambao wapo watoto wetu. Asanteni kwa kunisikiliza.